Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na bado tunakujuza mambo mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu, na wakati huu tuitazame Mashariki ya Kati, lakini moja kwa moja tuelekee huko Misri ambapo nchi hiyo imeendelea kuwa mfuatiliaji lakini pia mtetezi wa eneo la ukanda wa Gaza baada ya Marekani kutaka kulichukua eneo hilo na kuwaondoa watu wote kwa kigezo cha kutaka kuijenga Gaza. Jumuiya ya wahandisi wa Kimisri wamepinga madai ya Marekani kuhusu eneo la ukanda wa Gaza. Jumuiya hiyo imetangaza kuwa mpango wa ujenzi mpya wa haraka wa ukanda wa Gaza unahitaji muda wa miezi 6. Katika mpango huo, haijaelezwa kwamba wakazi wa ukanda wa Gaza wahamishwe sehemu nyingine. Misri ilikataa kuwaondoa watu wa Gaza, ingawa Marekani ilisema kwamba watu wa Gaza wahamishiwe katika nchi ya Misri ama Jordan. Kadhalika ikaja hoja nyingine wapelekwe katika baadhi ya mataifa huku Afrika Mashariki. Jumuiya ya wahandisi wa Misri imepinga madai yaliyotolewa kwamba ujenzi mpya wa ukanda wa Gaza hauwezekani bila kuwahamisha wakazi wa eneo hilo, na imetangaza kuwa madai hayo yanatia shaka na yametolewa kwa lengo ili kukalia ardhi ya Gaza kama ambavyo Marekani na Israel inataka. Kwa mujibu wa mpango wa Misri, wakazi wa ukanda wa Gaza watapatiwa makazi ya muda katika maeneo maalum kama vile maeneo ya shule, maeneo ya hospitali, na watapatiwa mahitaji yao ya kila siku hadi eneo hilo litakapojengwa upya. Kila eneo litakalotengwa kwa ajili ya makazi ya Wapalestina litakuwa na vifaa vya kuzalisha umeme na huduma ya maji. Mpango wa ujenzi mpya wa haraka wa ukanda wa Gaza wa Misri unaeleza kuwa gharama ya utekelezaji wake itafika dola bilioni 6 na kwamba vitongoji 30 vya makazi vinapaswa kutayarishwa kwa ajili ya makazi ya muda ya watu 750,000. Hii ni katika hali ambayo Rais Donald Trump awali alidai kuwa Wapalestina hawawezi kusalia katika ukanda wa Gaza na kwamba wanapaswa kuondoka katika eneo hilo. Hata hivyo, huu ulikuwa ni mpango wa Israel kuendelea kujitanua na kuliteka kabisa na kulichukua eneo hilo la ukanda wa Gaza, huku Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akitangaza wazi kwamba hayupo tayari kuwaona watu wa Palestina wakiishi katika eneo la ukanda wa Gaza, na wakaanzisha mpango wa kushambulia hata yale maeneo ambayo yalitengwa na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuwahifadhi watu wa Gaza, jambo ambalo limekemewa vikali na mataifa mbalimbali ulimwenguni. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.